Hii ni siku nyingine tena tuko na Kaspool. Yes. Kaspool, mambo vipi? Nashukuru alhamdulillah, niko salama saamini. Labda alhamdulillah. Yeah. Tanzania umekuwa kimya sana sasa hivi. Hujaja Tanzania kwa muda mrefu. Sijaja Tanzania kivipi? Mimi nakuja mbona nyumbani kila siku mimi nakuja lakini most of the time nakuja Loki na toka Loki. Unashughulika na nini sasa hivi? Niko kwenye harakati ya kufanya kwanza kampeni zangu kwa vile tume ya uchaguzi itakuwa inatangaza officially mwezi ujao tunaanza kampeni. So nimeamua nikuwe busy kidogo kwa sababu unajua ninagombea kiti cha ugavana Nairobi. Sasa itabidi time yangu sana wakati yangu mingi sana nitakuwa niko kwenye kutafuta kura. Unataka kufanya kampeni ya kufanya unagombea au unamsimamia mtu kampeni? Nagombea mimi ndo mgombeaji kiti wa kiti cha ugavana wa Nairobi. Kaspool. Asema kweli bwana. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unanidanganya? Sasa vipi bwana, siko kwenye mitandao, nenda kaangalie. Nenda ka Google. Yuko kwenye mitandao kila pale. Unafikiri utapita? Sio nafikiria nitapita. Mimi ndio gavana wa Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Unaahidi nini wa Kenya? Yote sasa unajua uongozi ni kujitolea na kufanya kazi, yani na kujituma na kufanya wananchi ambao wamekuchagua kazi. Nina uwezo, na capacity ya kufanya wananchi kazi. Na umejua hakuna leo hii nchi hii mtu ambao ana umaarufu ndani na nje ya nchi na marafiki ndani na nje ya nchi. Ninahakikishia wana Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nitawafanyia kazi kama gavana ambao ni mcha Mungu, kama gavana ambao ni Muislamu, kama gavana ambaye anachukia kabisa na roho moja. Kwanza anachukia corruption, ufisadi. Ya pili anachukia zinaa. Ya tatu anachukia pombe, mihadarati. Hao magavana ambao wamekuwa kwenye vio vyao zile ambao wamekuwa wote wako na hizo vitu. Unapokosa hofu ya Mwenyezi Mungu unafanya ufisadi. Sasa mimi sitafanya ufisadi. Nitahakikisha nimebadilisha maisha ya wana Nairobi kupitia uongozi wangu ambao naenda kuwapa. Katika kipengele cha mihadarati umesema unachukia mihadarati. Yes. Hapa Kenya kuna mihadarati inayoitwa mirungi ama miraa. Yeah. Kwa hiyo tutegemea kwamba ukishakuwa gavana hapa Nairobi miraa haitapatikana. Unajua hapa sio mihadarati kwa sababu kuna wakulima ambao wanapanda na tunapata revenue kupitia biashara ya miraa. So mimi siwezi kuingilia biashara ya miraa. Lakini mimi kwangu mimi siitumii. So unajua mimi situmii mihadarati yote. I am a sober leader number 1. Mimi ni sober leader. Kiongozi ambaye hatumii mihadarati, kiongozi ambaye anachukia zinaa, kiongozi ambaye anachukia ufisadi. Hizo vitu tatu unapozichukia na wewe ni kiongozi utahakikisha umefanyia watu kazi. Na ndio huyo kiongozi ambao ni mimi leo hii. Kwa hiyo miraa hapa si mihadarati. Hapa sio mihadarati kwa sababu ni kitega uchumi ya nchi. Na ndio maana imehalalishwa. Hata juzi wamekuwa wakisema kuna mikakati ambazo zinapangwa ambao wanaona kama kuhalalishwa bangi. Kwa sababu bangi sio ya kuvuta tu. Bangi ni ile yenye inatumia mimea kwa kutengeneza dawa. Wale wa kuvuta ndio wana makosa, lakini kwa kutengeneza dawa kama painkiller za cancer zinakubalika so long as ni vitu ambazo zimepimwa na daktari. Kwa hiyo naona support bangi kama yule nani Wajakoya hamjamfahamu vizuri. Wajakoya amesema ya kwamba kama itaenda kutengeneza dawa ambazo ni wewe unatumia kama painkiller kupoesha uchungu ama dawa za cancer, why not? Sio kuitumia vibaya mihadarati, yani unatumia kama mihadarati. Nakataa uvutaji wa bangi. Napinga kabisa mihadarati yoyote. Kwa Wajakoya alikuwa anasema kutumia kama dawa ama alikuwa anahalalisha? Alisema anataka ipandwe, waiprocess, waitume ng'ambo ili itumike kama kumanufacture dawa. Wapata point? Lakini sio uvutaji wa bangi. Bangi imefanya watu wamebaka kila kitu tu, samaki ndio jabako kwa sababu ya overthinking. So bangi ni kitu mbaya ambayo lazima tupinge na tukatae. Nimekwambia bangi imefanya watu wamebaka kila kitu. Samaki ndio jabako kwa sababu ya wavuta bangi hawezi kufikia samaki. Sawa. Yeah. Neno la mwisho kuambia Wakenya. Neno la mwisho kuambia Wakenya pamoja na Afrika Mashariki ni ya kwamba tuishi kwa umoja, kwa amani, kwa upendo na tuhakikishe ya kwamba tumetumeka. Tunaenda kwenye msimu wa kampeni ambapo watu watajitokeza kwa wingi, watakuja kuuza sera zao. Wewe ukikuwa umekomaa, sikia sera, amua na ufanye uamuzi kwa kupiga kura ambao ni kupiga kura ya busara. Sio tunaenda kupiga kura ama unaenda kuumiza mwenzako
na hujaona mimi kama mwanasiasa tunapigana na mwenzangu. Siku zote mwananchi wa kawaida yeye unapata anapigana na mwenzake, na yeye mwanasiasa hajatoa mtoto wake aenda apigane. Hata kama mimi ni mwanasiasa vile mimi niko mwanasiasa hivi, siwezi kukupenda kushinda mtoto wangu. Lazima nihakikishe niko na mtoto wangu, nimempa kipaumbele. Na wewe mbona uende upiganie na uwe mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa? Na huyo mwanasiasa hawezi kukupenda zaidi ya mtoto wake. Usipoona mwanasiasa anapigana na mwanasiasa mwingine, usipoona mtoto wa mwanasiasa anapigana na mtoto wa mwanasiasa mwingine, wewe usijiingishe kwenye masuala ya kuenda kupigania mwanasiasa. Kipindi cha siasa imekuja, uchaguzi ni siku moja, baada ya uchaguzi maisha inaendelea kama kawa kama dawa. Hakikisha umefanya uamuzi ya busara, na baada ya uchaguzi watu wafanye kazi. Na ndio maana tunasema tunakuja kuuza sera zetu kwa nyinyi wananchi, mtusikie, mfanye uamuzi wenu kama ni ya busara, mfanye. Mkitaka kuchagua kiongozi ambao ni mbumbumbu, utaishi na yeye miaka 5 na usitusumbue kwa kutupigia kelele ya kwamba hafanyi kazi. Ni uamuzi wako ulifanya kwa sababu unapenda hela, ni uamuzi wako ulifanya kwa sababu unapenda ukabila, ni uamuzi wako ulifanya ambao sio ya busara. Sasa usije ukatuletea mambo za kipuzi kwa kwenda kwenye street, unachoma sijui gari, unapiga gari za watu, unaleta vurugu, unaumiza mwenzako kwa sababu ya siasa. Uamuzi inafanywa kwenye debe. Ngojea debe, ukifanya uamuzi ya ujinga ishi nao miaka 5. Ukifanya uamuzi wa maana basi itakusaidia miaka 5. Katipuri, upo kwenye chama gani? Mimi niko kwenye chama ambayo inasupport rais wa sasa ambao ni William Samoei Ruto, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutaenda na hiyo gurudumu mpaka mwisho, na wana Nairobi watafanya uamuzi ambao ni uamuzi ya kuchagua, na ninajua hakuna mtu yoyote ambaye ananishinda mimi na atanishinda mimi kwenye siasa. Una hakika ushapitishwa kwenye chama au bado? Ninakurudilia ya kwamba kuna vyama kadhaa ambazo ni muungano wa vyama vimeshirikiana kumsapoti Rais William Samoei Ruto. Hizi vyama ni tofauti na nyinyi, kwa maana nyinyi mko na chama moja huko. Hapa tuna vyama ambazo zinafanya kazi kwa pamoja kama muungano wa vyama ambao tuko na UDM, tuko na UDA, tuko na Ford Kenya ambazo zimeungana kwa pamoja kushirikiana na rais kufanya kazi. Hizi vyama vinapokuja pamoja pia wanawapa nafasi wagombea kiti kwenda kuomba kura bila kushurutishwa. Na ndio maana ninakurudia kwa kusema kwamba niko tayari kukutana na wapinzani wangu moja kwa moja, ni wakarange asubuhi kabla milango za kanisa zijafunguka, na mimi ndio gavana wa Nairobi nikikuja Tanzania, bendera kwa wingi, na mjue kwamba leo Kasipul chawa mama kakuwa gavana wa Nairobi. Sasa wewe ni chawa mwanasiasa. Kwa mama mimi nabaki kuwa chawa wake, kwa mama nabaki kuwa shabiki wake, kwa mama nabaki kuwa mtoto wake. Wewe ni mwanasiasa ama chawa? Mimi ni mwanasiasa, lakini kwa mama nabaki kuwa mtoto. Ah, yes. Asante sana. Asante sana.